Karibu katika simulizi ya maisha ya mwanga wa uongozi katika nyanda za Mufindi. Katika nyanda za juu kusini, amezaliwa kiongozi ambaye ni shupavu. Watu wengi wametamani kuifahamu historia yake. Bila kusita nimeamua kuileta. Katika simulizi ya leo tutaenda kumuona kiongozi mashuhuri, na huyu si mwingine ni DC Linda katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Ni mangapi ameyafanya na amepitia wapi mpaka hivi sasa jina lake linaandikwa katika vitabu vya viongozi mashuhuri wa hapa Tanzania mwanzo hadi mwisho. Ungana nami katika simulizi hii. Mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi. Hii Usiku TV. Unapomzungumzia DC Linda, basi tutaanza na alipozaliwa. Alizaliwa katika mazingira kawaida, si ya makelele wala fahari, bali ya maadili, subira na ndoto zilizofichwa ndani ya ukimya. Katika jamii iliyomzoea mtoto wa kike kama msaidizi wa familia zaidi ya kuwa kiongozi wa kesho, Linda alikuwa akitazama dunia kwa macho na maswali mengi kuliko majibu. Hakuwa na uhakika wa kesho, lakini kulikuwepo na kujifunza, kujitambua na kuthubutu. Alikulia katika mazingira yaliyomfundisha thamani ya kazi, nidhamu na heshima. Wazazi na walezi wake hawakuwa na mali nyingi, lakini walikuwa na imani kwamba elimu ni urithi usioibwa. Asubuhi ilianza mapema. Majukumu ya nyumbani yalitangulia masomo. Ndani ya changamoto hizo ndipo alipojifunza kwamba uongozi huanzi kwa amri, bali kwa kuwajibika. Safari ya elimu. Njia ya masomo haikuwa laini. Kulikuwa na vikwazo vya kifedha, shinikizo la kijamii na nyakati za kukata tamaa, lakini kila mara alipoanguka alisimama tena. Elimu kwake haikuwa tu darasa na mitihani. Ilikuwa ni sehemu ya kubadili hatima. Alijifunza si kwa lengo la cheo, bali kwa dhamira ya kutatua matatizo ya watu. Kadri ngazi za elimu zilipopanda, ndivyo alivyokutana na changamoto mpya. Mashaka ya wengine, vizingiti vya kijinsia na wakati mwingine upweke na utofauti. Hapo ndipo alipojijenga kimawazo, kiakili na kimaamuzi. Huku mashaka ya wengine, vizingiti vya kijinsia na kwa wakati mwingine upweke na kuwa na tofauti, hapo ndipo alipojenga kimawazo, kiakili na kimaamuzi. Kuanza kazi ya umma. Alipoingia kwenye utumishi wa umma, alikumbana na uhalisia mgumu, mifumo mizito, rasilimali haba na matarajio makubwa ya wananchi. Uongozi haukuwa tena nadharia, ulikuwa maamuzi yanayogusa maisha ya watu. Mwanzo haukuwa rahisi. Kulikuwa na manunguniko, shinikizo la kisiasa na sauti za mashaka. Ataweza kweli? Ni mwanamke, atawezaje kusimamia wilaya? Lakini hakujibu kwa maneno, alijibu kwa kazi. Changamoto za uongozi huko Mufindi. Mufindi ni wilaya yenye upekee, baridi, kazi, kilimo na jamii yenye matarajio makubwa. Changamoto zilijitokeza katika migogoro ya ardhi, utekelezaji wa miradi ya maendeleo, nidhamu ya watumishi, kusawazisha siasa na utawala. Kulikuwa na nyakati za kukosolewa hadharani, kupingwa kisiri na kubanwa na mifumo isiyotaka mabadiliko. Lakini alisimama katika mawimbi makubwa akiongozwa na kanuni moja tu: haki kwa wananchi, uwajibikaji kwa serikali na uadilifu kwa dhamira. Mabadiliko na alama ya uongozi. Hatua kwa hatua alijenga mitindo na uongozi uliosikiliza, uliotembelea wananchi na uliothamini matokeo kuliko maneno. Hakutafuta sifa, alitafuta suluhu. Miradi ilipoanza kuonekana, nidhamu ilipoimarika na wananchi walipoanza kuona sauti zao zikisikika, mashaka yakaanza kuyeyuka. Mwisho usio na mwisho. Safari ya uongozi haina mstari wa mwisho. Kila siku ni mtihani mpya. Lakini simulizi ya Linda ni ushuhuda kwamba uongozi wa kweli hujengwa si kwa kurithi. Mwanamke anaweza akapewa nafasi na akajipa imani na akashinda. Changamoto si mwisho wa ndoto, bali ni ngazi yake. Huu ni mwanga wa uongozi unaendelea kuwaka katika nyanda za Mufindi. Mwanga unaokumbusha kuwa kiongozi ni huduma, si heshima. Hii ni simulizi ya Linda, mkuu wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Japo hamna tarehe yake ya kuzaliwa ambayo iko wazi katika mitandao ya kijamii pamoja na majarida mbalimbali yaliyotolewa na serikali kwa umma, wala ni wapi alipokulia, ni wapi aliposoma, ngazi yake elimu ni nini, mpaka sasa haijatajwa na vyanzo mbalimbali vya habari, wala serikali haijatoa katika majarida yake. Hii ni Usiku TV. Mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi.